Jumla ya wageni 37,038 wameingia nchini kwa mwezi Mei 2025 ikilinganishwa na wageni 29,995 walioingia mwezi Mei 2024, ambapo ni ongezeko la 23.5%. Akiwasilisha takwimu ya uingizaji wa wageni kwa mwezi Mei 2025, mtakwimu kutoka ofisi ya mtakwimu mkuu Fatma Hilali Mohamed amesema kuna nchi 5 zilizoongoza kwa uingizaji wa wageni, ikiwa na idadi ya watu 3,988 sawa na 10.8%. Fatma amesema madhumuni ya safari za wageni yameongezeka, ikiwemo wageni waliokuja kwa mapumziko, kuwatembelea ndugu na marafiki, na sababu nyinginezo kama biashara, mikutano na kadhalika. Nchini kwa mwezi wa Mei 2025. Idadi hii ni kubwa ukilinganisha kwa wageni 29,995 walioingia nchini kwa mwezi wa Mei 2024. Inaonyesha ni ongezeko la 23.5%. Aidha, ukilinganisha na wageni 37,137 walioingia nchini kwa mwezi wa Aprili 2025 ni upungufu wa 0.3%. Kwa hiyo hapa tunaona ukilinganisha kwa mwezi kama huu wa mwaka uliopita, mwaka 2024 Mei, wageni kwa nchi 5 zilizoongoza. Ujerumani iliongoza kwa kuleta jumla ya wageni 3,988 sawa na 10.8% ya wageni wote, ikifuatiliwa na Afrika Kusini ambayo ilileta wageni 2,344 sawa na 6.3%. Nchi ya Ufaransa ni ya 3 kwa kuingiza wageni ambapo jumla ya wageni 2,266 sawa na 6.1%. Nchi ya Uingereza ni ya 4 kwa kuingiza jumla ya wageni 2,213 sawa na 6.0%, na nchi ya 5 ni nchi ya Marekani kwa kuingiza jumla ya wageni 1,915 sawa na 5.2%. Madhumuni ya safari kwa wageni: 99.2% ya wageni walikuja nchini kwa ajili ya mapumziko, 0.7% walikuja kwa ajili ya kutembelea ndugu na marafiki, 0.1% ya wageni waliingia nchini kwa ajili ya sababu nyinginezo kama biashara, mikutano na kadhalika. Naye mrakibu kutoka uhamiaji ndugu Rashid Abdallah Ali amesema idara inashauri Watanzania wanaokwenda kufanya kazi nje ya nchi kuhakikisha wana mkataba uliosainiwa na mwajiriwa wao na kupitishwa na balozi wa nchi husika. Mbali ya idadi ya Watanzania ambao waliruhusiwa kwenda kufanya kazi, lakini wapo ambao walizuiliwa kwenda kufanya kazi, ambao kwa idadi yao ni 4 na wote walikuwa na jinsia ya kike. Idara ya uhamiaji Zanzibar inashauri yafuatayo. Tunashauri Watanzania wanaokwenda kufanya kazi wahakikishe kuwa wana mkataba uliosainiwa na mwajiri, mwajiriwa na kupitishwa na balozi wa nchi husika. Aidha, wanapaswa wawe na barua kutoka kamisheni ya kazi, pasipoti yenye muda wa kutosha angalau miezi 6. Pia wasafiri hao wahakikisha wana visa na anwani ya mwenyeji wake anapokwendea. Kwa watumishi wa serikali wanalazimika wapate ruhusa kutoka serikalini. Hayo ni mambo ya msingi sana, tunawashauri Watanzania wazingatie ili wafanye safari zao zisizo na misukosuko na kuwa watii wa sheria. Mwakilishi kutoka Kamisheni ya Utalii ndugu Maabad Jafar amesema serikali imejitahidi kutangaza utalii kwa lengo la kuongeza kipato, ikiwa njia zake kubwa ni kupitia uwanja wa ndege na baharini, jambo ambalo limetoa fursa kwa Zanzibar. Kuna ongezeko kubwa la wageni kutoka katika zile emerging markets. Nafikiri
mliona hapa wakati inawasilishwa kama kutoka Poland, India, Russia, Israel, China na Israel. Kwa hiyo hii maana yake nini? Hii maana yake serikali imejitahidi, ukiacha zile traditional market zetu za Ulaya Magharibi. Kama mmeangalia hiyo, utaona wageni wengi wametokea katika nchi za Ulaya Magharibi. Lakini pia kuna ongezeko kubwa la wageni kutoka emerging markets. Kwa hiyo inadhihirisha nini? Inadhihirisha kuwa zile jitihada zetu za kudiversify ile sekta kwenye nchi nyingine au masoko mengine, ukiacha yale ambayo tumeyazoea, ambayo traditional market tunazita zile za Ulaya Magharibi. Kwa hiyo hii inaweza ikatoa fursa kwa Zanzibar, kwanza kudiversify zile markets zake ambazo huko mwanzo tulikuwa tumekwenda zaidi kwenye nchi za Ulaya Magharibi, lakini la pili inaweza ikaongeza kipato na kuongeza ile idadi ya watalii. Akichangia katika uwasilishaji wa takwimu za uingizaji wa wageni kwa mwezi Mei 2025, msimamizi wa bima ya lazima ya mgeni anayeingia nchini kutoka shirika la bima Zanzibar ZIC, ndugu Abdurrahmani Mwenye Pembe, amesema dhamira kuu ya serikali kuianzisha bima hiyo ni pamoja na kutoa kinga mbalimbali kwa wageni ambao wameingia nchini. Dhamira kuu ya serikali kuianzisha bima hii ni pamoja na kutoa kinga mbalimbali kwa wageni ambao wanaingia nchini, ikiwemo wageni wakiingia wakipata ajali mbalimbali, basi bima yetu inaweza kuwasaidia. Lakini vile vile wakipata maradhi ya emergency while they are here in Zanzibar, vile vile hii bima inaenda kuwasaidia. Lakini vile vile wageni wanapofika Zanzibar wanaweza wakapoteza labda au wakachelewesha kuletewa labda mabegi yao, wakapoteza dokumenti zao, basi vile vile bima yetu inakuwa inawakava na inawasaidia. Lakini vile vile kuna wagonjwa wanakuja wanapata changamoto ambazo vile vile hawezi kutibiwa hapa nchini, inabidi watibiwe labda nchini kwao husika tayari. Kwa mneo kupitia bima yetu ya inbound travel insurance, basi mgeni anasafirishwa na anapelekwa nchini kwake kwa ajili ya kuweza kuendelea na matibabu zaidi. Lakini vile vile ikitokezea emergency ya mgeni kufariki ndani ya nchi, bima yetu inamkava na kuweza kurejeshwa nchini kwao kwa ajili ya kuendelea na taratibu za mazishi. Kutoka Leaders TV, mimi ni Mariam Kher. Uwajibikaji ni msingi wa maendeleo.